ni mkutano wa Chama cha Mapinduzi. CCM oyee! Mkutano wa leo ni mkutano wa Chama cha Mapinduzi. Chama cha Mapinduzi wilaya ya Mafia kimemtaka, baada ya kupokea maelekezo ya mwenyekiti wa CCM Taifa Daktari Samia Suluhu Hassan, ya kuwataka wabunge wote walio madarakani pamoja na viongozi wa chama, kamati za siasa za wilaya, twende kwa wajumbe wa mikutano mikuu kwenda kuwafahamisha utekelezaji wa ilani ya uchaguzi 2025 na kazi kubwa ambayo imefanywa na Daktari Samia Suluhu Hassan, kazi kubwa ambayo imefanywa na mawaziri na manaibu waziri, kazi kubwa ambayo zimefanywa na wabunge wa majimbo katika majimbo yao. CCM oyee! Nimesema naanza kwenye eneo la afya. Yafuatayo yamefanyika kwenye eneo la afya. Jambo la kwanza tulilofanya ambalo lilikuwa halipo kabla 2020 ni ujenzi wa kichomea taka, lakini vile vile tumefanya ujenzi wa placenta pit, lakini vile vile tumefanya ujenzi wa nyumba ili ya watumishi katika kituo chetu cha afya Kirongwe. Kirongwe oyee! Lakini tumefanya ukamilishaji wa jengo la zahanati na ujenzi wa kichomea taka, shimo la kondo la uzazi na ujenzi wa matundu matatu ya vyoo, ikiwemo la watu wenye ulemavu katika zahanati yetu ya jimbo. Hapo nyuma, nadhani kama mtakumbuka vizuri, wakati 2020 tunaingia, jengo tuliokuwa tunatumia sio lile. Kulikuwa na kijengo kidogo, lakini ndani ya miaka mitano leo tuna jengo jipya kwa ajili ya zahanati yetu ya jimbo. Nipigieni makofi kidogo. Lakini tulifanya ununuzi wa vifaa tiba katika kituo cha afya Kirongwe. Milioni 600 imetumika kwa ajili ya ununuzi wa vifaa tiba, kwa maana ya vitanda, magodoro na vitu vingine. Lakini tumefanya ujenzi wa kichomea taka, shimo la kondo la uzazi na ukarabati wa choo. CCM oyee! Nimekumbushwa Banja ni madarasa, tumelijenga madarasa 5 sio 3. Huko kwenye maandishi yameandikwa 3, ni madarasa 5 pale Banja. Ndio kwa marekebisho kidogo. Tunakwenda kwenye eneo hili la afya, tunafanya ujenzi wa kichomea taka, shimo la kondo la uzazi, lakini ukarabati wa choo matundu 4, ujenzi wa choo tundu 1 kwa ajili ya watu wenye ulemavu katika zahanati yetu ya Kirongwe. Pale Kirongwe tuna zahanati, lakini vile vile tuna kituo cha nini? Cha afya. Ile zahanati ilikuwa kutoka miaka ya nyuma, hivi juzi wakati wa Dr. Magufuli tukapata kituo cha afya kwa tarafa hii ya kaskazini, lakini kwenye kituo chetu ile zahanati yetu ilikuwa bado inatumika kama kawaida mpaka leo. CCM oyee! Lakini vile vile tumewezesha ujenzi wa kichomea taka, shimo la kondo la uzazi pamoja na ukarabati wa choo kimoja kwa ajili ya watu wenye ulemavu katika zahanati yetu ya Banja. Milioni 41 zimetumika kwenye eneo hilo. Kwa hiyo ukizijumlisha zote kwa kata ya Kirongwe peke yake, fedha iliyotumika kwa ajili ya eneo hili la afya ni jumla ya milioni 941. Tumpige makofi Dr. Samia tafadhali. Sekta ya maji. Sekta ya maji yafuatayo yamefanyika. Haya yanayozungumza ni ya kata ya Kirongwe pekee. Katika sekta ya maji yafuatayo yamefanyika kipindi cha miaka 5 iliyopita. Kwanza tumefanya upanuzi wa skimu ya maji Kirongwe kwa kupeleka huduma ya maji katika kijiji cha Jojo, ujenzi wa bomba kuu kilomita 1 au mita 1000, ujenzi wa tenki la lita 45,000, mnara wa mita 10, ulazaji wa bomba na usambazaji katika maeneo mbalimbali ya vituo vya kuchotea maji 8, jumla ya mita 4,000 sawa sawa na kilomita 4 za bomba zilisambazwa kwa ajili ya kufikisha maji
kwa wananchi mbalimbali. Zaidi ya milioni 230 zilitumika kwenye kazi hiyo. Lakini eneo jingine tulifanya maboresho ya kisima cha pampu ya mkono katika kijiji cha Jimbo, eneo la Kidika, kwa kujenga mfumo wa kusambaza maji, nyumba, lakini vile vile tumejenga nyumba ya mitambo ya kusukuma maji, ujenzi wa tanki la plastiki lita 20,000 pamoja na mnara wa mita 6, lakini vile vile kulikuwa na bomba la kusambaza maji kwa kilomita 2 katika vituo vya 3 vya kuchotea maji katika kijiji cha Jimbo kule Kidika. Watu wa Kidika mpo? Watu wa Kidika mpo? Maji hapo hapo? Maji hapo haya hapo? Piga makofi kwa Dr. Samia basi. Lakini sambamba na hilo tumefanya ujenzi wa mradi wa usambazaji maji kijiji cha Banja. Ujenzi wa nyumba ya mitambo pamoja na kufunga mitambo ya kusukuma maji, ulazaji wa bomba kuu la mita 760, ujenzi wa tanki lita 50,000, mnara wa mita 12, lakini vile vile ulazaji wa bomba kwa ajili ya kusambaza maji kwa wananchi jumla ya mita 6,001 au kilomita 6, na ujenzi wa vituo 11 vya kuchotea maji katika kijiji cha Banja. CCM oyee! Watu wa Banja mpo? Kazi imefanyika hajafanyika? Alafu kuna kishakuna mmoja anakuja nyalu. CCM oyee! Hingine lililofanyika hapa Banja, niseme nisiseme? Hapa Banja mradi huu umegharimu jumla ya shilingi milioni 530,519,986 na senti 44. Nipigieni makofi mengi. Hela hizi niliziomba mimi. Sawa lakini tumpigie makofi Dr. Samia. Pesa hizi alitoa Dr. Samia, nikakabidhiwa mimi, zikaja hapa. Sawa mradi wa maji ukafanyika miaka 5 iliyopita, mliupata. Nipigeni makofi. Hata kama utaki, lakini si vishafanyika. Maji watu si wanapata. Sasa wewe hata ukinuna. CCM oyee! Mradi unaofuata ni ujenzi wa mradi wa usambazaji maji kijiji cha Jimbo, ufungaji wa mitambo ya kusukuma maji, ulazaji wa bomba sawa kwa mita 2,000, ujenzi wa tanki la maji lita 75,000, mnara wa mita 15, ulazaji wa bomba za kusambaza maji kwa wananchi kwa kilomita 13, na ujenzi wa vituo 10 vya kuchotea maji katika kijiji cha Jimbo. Jimbo oye! Yafanyika. Wewe mchezo na kipanga. Alafu na mimi nimo. We! CCM oyee! Lakini sambamba na hilo, uchimbaji wa visima vya maji kwa ajili ya chanzo cha maji Jimbo. Sawa visima vimechimbwa. Sawa na uchimbaji umekamilika, jumla ya shilingi milioni 20 imetumika kwenye eneo hilo. CCM oyee! Sasa tukwenda kwenye sekta ya maji. Niseme nisiseme? Kwenye sekta ya maji peke yake jumla ya bilioni 1 na milioni 475 milioni zimetumika kwenye kata ya Kirongo peke yake. Makofi mengi kwa Dr. Samia. Hata kama wakanuna, sasa sisi zimefanyika. Sasa utafanyaje? Sana unaomba uchukue kamba ukajinyonge. Au sivyo? CCM oyee! Haya, nakwenda kwenye barabara. Barabara ziko za aina hizi mbili. Tuna barabara za TARURA, hizi barabara zetu za ndani, na tuna barabara yetu ya TANROADS. Barabara ya TANROADS ni hii inayotoka Kilindoni kwenda moja kwa moja mpaka wapi? Mpaka Bweni kule Rasimkumbi kule Mnarani. Sawa
hiyo barabara inahudumiwa na wenzetu wa TANROADS. Tumeelewana vizuri eh? Hizi barabara zetu ndogo ndogo hii ya kutoka hapa mpaka Jojo mpaka Banja, hizi ni barabara ambazo zinahudumiwa na nani? Na TARURA. Tumeelewana vizuri eh? Kwa barabara ziko za aina mbili. Sasa barabara yetu hii kubwa, niseme nisiseme? Nipigeni makofi. Watu wa Bweni mpo? Watu wa Tanga mpo? Watu wa Kirongwe mpo? Hapa watu wa Baleni hawapo, sio? Barabara yetu hii ya Kilindoni Rasimkumbi ni barabara kongwe, sio? Na nilikuwa najaribu kusoma kwenye baadhi ya kumbukumbu zetu. Mimi ni mbunge wa 8. Si ndio eh? Mimi ni mbunge wa ngapi? Wa 8. Sawa eh? Kwa hiyo nyuma yangu mimi kuna wabunge 7 waliopita. Na nichagua kuwa mbunge wenu mwaka 2020. Hii Mafia ina kata 8. Sivyo eh? Kata ziko ngapi? 8. Tuna kata ya Jibondo, Kiegeani, Miburani, Kilindoni, Ndagoni, Baleni, Kirongwe na wapi? Na Kanga. Kata ziko ngapi? 8. Mwaka 2020 wakati tunaingia hapa na Daktari Samia Suluhu Hassani, kata 2 zilikuwa hazina shule za sekondari. Kata ya Jibondo na kata ya wapi? Na kata ya Ndagoni. Hizo zilikuwa hazina shule kabisa. Naomba nieleweke vizuri hapo, sawa eh? Kata 2 zilikuwa hazina nini? Hazina shule. Kata 6 zilikuwa na shule. Kata ya Kanga tuna shule kule iko wapi? Bweni, sio? Kata ya Kirongwe ndo tuna shule hii ya Nyamvula, sawa eh? Kata ya Baleni ilikuwepo pale Baleni. Kata ya Kilindoni ipo pale Jitimai, sawa eh? Kata ya Kiegeani ipo pale Kitomondo. Kata ya Miburani ipo kule Micheni. Tunaelewana vizuri eh? Lakini kata 2 ya Jibondo na kata ya Ndagoni zilikuwa hazina shule. Naomba niwape taarifa leo, sawa eh? Hizo kata 2 ndani ya miaka 2, yani 21 na 22. Kata ya Jibondo ina shule imejengwa Jibondo, sawa eh? Na kata ya Ndagoni ina shule imejengwa wapi? Hapa wanapenda Kidawe Ndui. Tumeelewana vizuri eh? Kwa kimsingi kwenye kata hizo sasa kata zote zikawa na nini? Zikawa na shule. Lakini tukaanza kupokea malalamiko. Kama nilivyosema mwanzo, kata Kirongo kalalamika watoto wanatembea umbali mrefu. Kutoka Jojo Banja Jimbo kwenda Nyamvula ni mbali. Sawa eh? Kata ya Kilindoni watoto wakawa wanalalamika, wazazi wanalalamika, walezi wanalalamika. Watoto kutoka Migombani, kutoka Msufini, Bondeni Pwani, Kilima Hewa, Kurungeni, kuja wapi? Jitimai, Magemani ni wapi? Ni mbali. Wakati wa mvua kunatokea changamoto. Nimeeleka vizuri eh? Naomba leo niwape taarifa. Tuna shule mpya, sawa eh? 5 ambazo ujenzi wake unafanya nini? Unaendelea na maeneo mengine umeshakamilika. Nimeeleka vizuri eh? Hivi tunavyozungumza, sawa eh? Tumepata shule hiyo ya kata ya Jibondo, tumepata shule kata ya Ndagoni, tumekamilisha, sio? Sasa tumepata shule kata ya wapi? Ya Kirongwe, nimeizungumza hapa, sio? Inakuwa ya ngapi hiyo? Ya 3. Sawa eh? Tumepata shule imejengwa kule Kilima Hewa, Kurungeni kule, inaitwa Rapka. Ya ngapi hiyo? Kuna shule ya sekondari inajengwa katika kijiji cha Dongo. Hii ni shule maalum, shule ya amali, na Dongo mimi ndiko nilikozaliwa, nipigeni makofi. Hivi tunavyozungumza tayari na nini? Inajengwa. Hiyo ni shule ya kitaifa. Sawa eh? Inakuwa ya ngapi hiyo? Ya 5. Tumeelewana vizuri eh? Sasa watu wa Kanga na nyinyi mlilalamika. Kanga mpo? Mlilalamika, mkulalamika? Mmelalamika nini? Mnakumbuka mlicholalamika? Sawa eh? Watoto kutoka sijui Ngokwe, kutoka sijui Kichuni, sijui watoto kutoka barabarani,
Umenielewa? Watoto sijui kutoka Pwani kule kwenda Bweni ni kilomita 7 mliniambia. Sivyo? Watoto wanatembea kilomita 7 kutoka Kanga mpaka shule ya Bweni kwenda na kurudi kilomita 14 kila siku. Si ndio eh? Niwape habari njema. Tunakwenda kujenga shule ya sekondari Kanga. Makofi mengi Kanga tafadhali. Na fedha tayari, mnaelewa, na mzigo unafanya nini? Sasa Kanga mkae mkao wa kula. Tumeelewana vizuri eh? Ehe. Kwa hiyo Kanga, naomba niwape habari njema. Shule yenu ya sekondari katika kata ya Kanga, tunafahamu kwamba ipo shule ya sekondari kule wapi? Bweni. Lakini hakuna dhambi kata moja kuwa na shule mbili. Kama ilivyo Kirongo tuna shule Sharaza, tuna shule Jimbo. Sawa, basi tutakuwa na shule Kanga na tutakuwa na shule wapi? CCM oye. Mnataka mpewe nini? Visha kunako wanakuja, visha kumbenga wanakuja, mnawapokea. Tunaelewana vizuri eh? Kwa hiyo jichanganyeni, mfanye msipofanya, mfanye mtakavyofanya, alafu muone shule kama itakuja. Mimi naambia kweli. Tunaelewana vizuri eh? Kwa sababu hizi shule zote ndugu zangu zimekuja ndani ya kipindi cha miaka mingapi? Toka tupate uhuru mpaka 2020 ilikuwa ni miaka mingapi? Toka tupate uhuru mwaka 61 mpaka 2020 ni miaka mingapi? Mingapi? Tunahesabu hapa. 60 eh? Tunaanza 70, 10. 80, 90, 2000, 2010, 2020. Miaka 60, sawa eh? Miaka mingapi? 60 tulikuwa na shule ngapi? 6. Tunaelewana vizuri eh? Zile ndizo zihesabu mwanzo zile. Miaka 60 tuna shule ngapi? Hebu chukua 60 gawanya kwa 6. Unapata ngapi? 60 gawanya kwa 6. 10. Unaelewa eh? Msiwe na wasiwasi, kwa na hofu. Warabu wanasema la takhafu wala. Leo utaondoka hapa kila kitu kimekaa vizuri. CCM oye. Kwa ndugu zanguni, tafsiri yake ni nini? Ukipiga hesabu miaka 60 ukigawanya kwa shule 6, kila mwaka, kila baada ya miaka 10 tulikuwa tunajenga shule hii. Ndio 60 ukigawanya kwa 6 unapata 10. Tunaelewana vizuri eh? Ndio shule tulizozikuta sisi hizo. Miaka 60 yote watu wote wabunge wote waliwataja walijenga shule 6. Au wote 6 sijui 7 waliopita. Shule ngapi? Tumeelewana vizuri eh? Lakini nyinyi mkiwepo madarakani, sawa eh? Ndani ya uongozi wa Dr. Samia Suluhu Hassan pamoja na mbunge wenu Kipanga, ndani ya miaka 5 tumejenga shule ngapi? Sawa eh? Shule 5 na nyingine hiyo moja ya 6 ya wapi? Ya Kanga inafanya nini? Zinakuwa ngapi? Zinakuwa 6, sio? 5 tayari, moja inakuja, zinakuwa ngapi? Sasa chukua miaka 5 gawanya kwa 6. Inagawanyika? 5 gawanya kwa 6 inagawanyika? Haigawanyiki. Kwa hiyo tunachofanya ni kitu gani? Tunachukua ile miaka 5 tunazidisha mara 12. 12 ni miezi. Sawa eh? Ukichukua miaka 5 ukizidisha mara 12 unapata ngapi? 60. Kwa hiyo kumbe miaka 5 ina miezi mingapi? Ina miezi 60, sio? Tunachukua miezi 60 tunagawanya kwa 6. Unapata ngapi? Unapata 10. Tunaelewana vizuri eh? Tafsiri yake nini? Kila baada ya miezi 10 tunajenga shule hii. Imetoka miaka 10 mpaka miezi. Mpigeni makofi Dr. Samia. Alafu mtu anakuja hapa anasema sijui na mimi nataka nini? Wewe ushakuwa mkubwa wewe. Acha kuongopea watu. CCM oye. Kwa hiyo Kanga shule yenu inakuja. Tumeelewana vizuri eh? Fedha itaingia kwenye shule yenu ya msingi ya Kanga. Tumeelewana vizuri eh? Fedha itaingia wapi? Katika shule yenu ya msingi ya Kanga, tutaanza ujenzi pale. Tumeelewana vizuri eh? Watoto wetu tena hawatotembea kilomita 7, kilomita 14 kwa siku kwa ajili ya kupata shule kule Bweni. CCM oye.
Lakini vile vile kwa upande wa kata ya Kanga, yafuatayo yamefanyika kwenye elimu msingi. Niseme nisiseme? Niseme nisiseme? Kanga nao waliongopewa kama walivyoongopewa jimbo, kwamba hapa Kanga hauwezi kujenga madarasa ya matofali. Uongo? Mliambiwa? Hamkuambiwa? Watoto wenu na watoto wetu na watoto wangu wakawa wanasoma kwenye madarasa ya mbao kama matundu ya njiwa. Naogopa niwape taarifa, tumefanya ujenzi wa madarasa 8, sawa, katika shule ya msingi Kanga. Yapo hayapo? Yanafanya kazi hayafanya kazi? Yamesimama hayajasimama? Huyo ndo Kipanga. Tumeelewana vizuri? Huyo ndo nani? Na mimi ndo nilikuja pale nikasema tutajenga madarasa ya bloko, fanya 1, 2, 3, 4. Yale yamekaa, yamepasuka, yamezuka. Alafu mtu mmoja alikuja, hatuwezi hapa. Wewe fasalu ahli dhikri in kuntum la ta'lamuna. Takbiri, piga na makofi. Sisi moyo. Jumla ya shilingi milioni 160 tulizitumia pale. Tunaelewana vizuri? Sasa niseme nisiseme? Watu wa bweni mpo? Hata kama mkakasirika, watu wa bweni mpo hampo? Piga kelele kwa watu wa bweni tafadhali. Chezea mimi wewe. Tunaelewana vizuri? Watu wa bweni katika kijiji cha Bweni, mimi nilipomaliza tu kuapishwa, nilipita katika kila kijiji na kukagua kila kitu. Mimi mwenyewe kwa macho yangu haya ya nyama. Nikafika pale Bweni nikaikuta shule ya msingi Bweni. Watu wa Bweni mpo? Na 2020 mlikuwepo. Ile ilikuwa ni shule au chekeche? Tuliongea haki, kula hapo la ukana mura. Tunaelewana vizuri? Tunaelewana vizuri? Sasa msifanye baniani mbaya. Kiatu chake dawa, si sawa. Sisi moyo. Wazee wangu, ndugu zangu, tumekwenda kujenga shule mpya katika kijiji cha Bweni. Tunaelewana vizuri? Watu wa Bweni, shule imejengwa haijajengwa? Watoto wetu sasa hivi wanasoma kwenye ile chekeche? Ile chekeche bado lipo? Halipo? Mmelibomoa? Kwa nini mmebomoa chekeche? Halifai? Piga makofi kwa Kipanga. Sisi moyo. Kwa hiyo kitu gani tutaenda kukifanya? Niliwaambia kwamba haya madarasa ni marufuku kuyatumia wanafunzi wa Kitanzania wanaoongozwa au jimbo linaloongozwa na Kipanga akiwa kama ni mbunge na naibu waziri. Nikasema haiwezekani watoto wetu kusoma kwenye mazingira haya. Haiwezekani. Haiwezekani walimu wetu kuishi kwenye mazingira haya. Nilisema sikusema? Sasa kama ukikasirika ukichukia kile nimeshafanya. Umeelewa? Na sisi tumeambiwa idha mata ibn adam qata amaluhu ila min 3. Uongo. Sadaqatu jariya wal munafia au walida salih yad'u. Yote maana mimi nimeyafanya, nipigeni makofi. Sisi moyo. Kwa hiyo tumejenga shule mpya yenye vitu vifuatavyo. Sawa? Ujenzi wa vyumba vya madarasa 11, sio 8. 10 na ngapi? Ujenzi wa vyumba vya madarasa 11, nyumba 3 za walimu, sawa? Matundu ya vyoo 15, sawa? Kwa ajili ya shule ya msingi mpya kabisa katika kijiji cha Bweni. Watu wa Bweni na Kanga, pigeni makofi. Haijawahi kutokea zama zozote zile. Yaani piga, ua, garagaza, fanya kila kitu, haijawahi. Ndio wakati huu tu